kupoteza michezo. Ni mchezo mgumu kwa sababu JKT Ruvu wamepoteza michezo miwili. Kwa hiyo wamerudi, wanataka kuhakikisha kwamba na wao wanapata angalau pointi 3 ili kuweza angalau kuwa katika msimamo mzuri wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara. Kwa upande wa Dar es Salaam Yanga, wao wanataka kuendelea kukaa juu ya ligi kwa idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo nasema ni mchezo mzuri kwa sababu ligi sasa ndio imefika mahala pake, imekuwa ligi tamu. Kwa hiyo naomba tufuatilie tuangalie matokeo ya mchezo huu, lakini niseme tu kwamba ni mchezo mgumu wa ligi kuu ya ligi ya Vodacom. Ni kama anavyokujuza Fikiri Magoso, ni hali ya hewa ya leo hiyo, nyuzi za joto zikiwa ni 31, wakati unyevunyevu hewani ikiwa ni 65%, uwezekano wa kunyesha mvua ikiwa ni 11%, upepo ukivuma kilomita 24 kwa saa. Sura ama tabia ya nchi ikiwa ni kama inavyoonekana hapo katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Ni jiji la Dar hilo, kwa ina maana kwamba hii leo tutakuwa na nafasi nzuri ya kutazama mchezo huu kwa dakika 90 bila ya kuwa na viashirio vya mvua kunyesha, wakati tukijipanga kutazama hizi dakika 90 za mtanange huu wa ligi ya Tanzania Bara, JKT Ruvu wakicheza dhidi ya wenyeji Dar es Salaam Young Africans. Kumbuka msimu huu JKT Ruvu wao wanatumia uwanja wa Karume kama uwanja wake wa nyumbani katika michezo ya ligi kuu ya Tanzania Bara, na Yanga akipata nafasi ya kucheza mechi yake ya 3 akiwa nyumbani kabla ya kuanza safari ya kuelekea nje ya uwanja wa nyumbani. Na niseme tu kwamba kwa JKT Ruvu kuchagua uwanja wa Karume watakuwa wametendea haki wadau wa mpira, kwa sababu mechi za JKT Ruvu ni mechi ambazo watu wanapenda kuzifuatilia, mashabiki wa soka Tanzania. Kwa hiyo ni maamuzi mazuri ya kuchagua uwanja wa Karume. Mechi ya leo ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa sababu kutokana na ubora wa vikosi vyote viwili. Yanga wana kikosi kizuri, wana kikosi bora, wana wachezaji 10, wachezaji 5 wa kimataifa, wachezaji 5 wa timu ya taifa ya Tanzania ambao wanaanza katika kikosi cha kwanza. Lakini pia wana mchezaji Kaseke. Deus Kaseke ni mchezaji ambaye wakati wowote ni mchezaji ambaye mimi natabiri kwamba ana uwezo wa kuichezea timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo niseme kwamba Yanga wana kikosi kizuri, ni kikosi chao bora, lakini pia alikadhalika JKT Ruvu pia wana timu nzuri, wana timu mchanganyiko. Kwa hiyo tuangalie burudani leo, nategemea kutakuwa kuna burudani ya kutosha kabisa ndani ya dakika 90 katika uwanja huu wa Taifa. Ruvu imepoteza michezo miwili ya awali ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Uzuri wao tunauona wapi hapo ambapo unapozungumza kwamba ni moja kati ya timu bora? Mechi za ugenini siku zote zinakuwa ni mechi ngumu. Ruvu wanaonyesha upinzani wakiwa na Dar es Salaam Yanga wanavyocheza na vigogo. Kwa hiyo leo kwa vyovyote tu nina imani na Ruvu kwamba wanataka kuhakikisha kwamba angalau wanashika hata pointi 1. Kwa hiyo tuangalie, kuna upinzani kidogo katika mechi ya leo tofauti na michezo miwili iliyopita. Miamba yote miwili inaingia uwanjani tayari kabisa kwa ajili ya dakika 90 hizi za mechi ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Vijana wa timu ya JKT Ruvu wakionekana hapo kwa mara ya kwanza wakirejea Dar es Salaam ndani ya msimu huu, lakini pia vijana hao wa Dar es Salaam Young Africans ambao hii ni mechi yao ya 3 wakicheza katika ardhi ya nyumbani kabla ya kucheza mechi ya kwanza ya ugenini dhidi ya Simba Sports Club mara baada ya kumalizika mchezo huu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu tu ya michezo ya awali ya ligi kuu ya Tanzania Bara, wakati kwenye viwanja vingine pia kipute kinapulizwa huko kwenye viwanja kadhaa ambapo michezo mbalimbali ya ligi inapigwa kwa timu ambazo zimejipanga kikamilifu kuonyesha ule ubabe, na msimu huu ukiwa ni msimu wa timu 16 za ligi kuu ya Tanzania Bara. Anthony Kayombo mwamuzi wa mchezo wa leo akionekana hapo akiwa na Frankie Komba, lakini pia Kasim Mpanga fourth official na Sudi Lila tukiwaona. Anthony Kayombo ni moja kati ya waamuzi ambao wamefanya kazi kubwa sana katika ligi kuu ya Tanzania Bara, na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kile ambacho kimecheza mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prisons. Unadhani kwa nini mwalimu ameingia na mfumo ule kikosi kile? Unajua, unapocheza mechi ya kwanza timu inapoweza kufanya vizuri huna haja ya kubadilisha kikosi, lakini pia Yanga wameweza kucheza tena mechi ya pili na timu imeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo coach hakuwa na haja ya kubadilisha kikosi kwa sababu kikosi kimemridhisha na kimefanya vizuri katika mechi mbili, na imani kikosi hiki pia leo kinaweza kikafanya vizuri katika mechi ya leo.
Tony Kavishe, George Minja, Michael Aidan, Nafu Zuberi, kikosi cha timu ya JKT Ruvu. Mwalimu Minziro naye ameingia na kikosi ambacho hakika kabisa watu wengi walikuwa wakitaraji kuona wachezaji wa aina hii wakiendelea kuitumikia timu hii. Ni kikosi kizuri ambacho Felix Minziro ameanza kukitumia katika michezo mingi ya kirafiki. Kwa hiyo bado anakiamini na nadhani yuko sahihi kukiamini kikosi chake, kwa sababu kikosi ambacho ukikiamini kinakufanyia vizuri, pamoja na kwamba amepoteza michezo miwili ya ugenini, lakini bado anaendelea kukiamini kikosi hiki. Mimi nafikiri ni kwamba ni muda mwafaka sasa kuangalia ili tuone nini kitatokea katika uwanja. Kama nilivyokujuza, hiyo ni picha ya ukumbusho, hiyo ikiashiria kwamba walikutana tarehe hii na mwezi huu mwaka huu 2015, na Anthony Kayombo naye ndio alikuwa mwongozaji wa mchezo huu. Kumbuka kwamba ni moja kati ya michezo ambayo itakuwa ikitolewa macho na walio wengi sana kutaka kujua nini ambacho kinaweza kutokea, na mechi hii pia inaweza ikatoa maamuzi ya aina nyingi. Kama Simba nayo kesho itacheza ikipata matokeo ambayo yanaweza yakafanana na yale ambayo Yanga watayapata katika mechi hii, wanaweza kukutana kwenye mechi ya watani wa jadi wakiwa wote wana pointi sawa. Mimi nilitabiri toka mwanzo, nilisema kwamba ligi ya Vodacom 2015-2016 ni ligi ngumu. Ni ligi ambayo bingwa anaweza kupatikana kwa idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo unapocheza na timu dhaifu, unapopata nafasi za kuweza kufunga goli nyingi, ni vema ukafunga goli nyingi, kwa sababu mechi hizi ni mechi za ligi na kila mmoja anajiandaa. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kufunga, bora ni uendelee kufunga goli nyingi zaidi. Ni mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kabumbu hilo tayari lipo chini likisubiri tu maamuzi. Anthony Kayombo na mpira umeanza. Dar es Salaam Young Africans ndio ambao wameanza kipute hiki. Simon Msuva ambayo tunawapasha matangazo haya ni mimi Twali Bomari nikiwa nafikiri Magoso hii leo. Mechi Samaraiza ni moja kati ya wachezaji wa zamani na wachambuzi wazuri kabisa masuala haya ya kandanda. Ni 0-0 katika dakika hii ya kwanza, ni offside. Bendera cha Frenki Komba kiko juu. Mwaka jana tuliwaona wachezaji akina Jackson Chove, mlinda lango Shaban Dihire wakiaminiwa kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya JKT Ruvu, lakini sasa ni tofauti. Na ni maamuzi ya mwalimu. Mwalimu anaangalia nani ana improve mazoezini ili aweze kumchezesha. Nadhani chaguo la sasa ni Tony Kavishe la coach Felix Minziro. Nadir Haru, Boyu Twite Junior, Taban Kamusoko, Nadir Mwinyi Haji, Felix Minziro, kocha mkuu wa timu ya JKT Ruvu, hii leo ikiwa ni kibarua chake kigumu cha kwanza mara baada ya kutoka kwenye vibarua vigumu vile vya kule mikoani. Hiki ni kibarua kigumu cha kwanza jijini Dar es Salaam kwenye ardhi ya nyumbani. Ngoma Donald, Haruna Nionzima, Donald Ngoma, Ngoma! Ni nafasi ya wazi ambayo Ngoma ameipoteza. Kulikuwa hakuna haja yoyote ya kupiga shuti pale, ilikuwa anatakiwa achague kwa sababu ameingia ndani ya 18. Alikuwa na uwezo kuchagua na kupasia nyavu kuandikia Dar es Salaam goli la kwanza, lakini ndio hivyo, Ngoma amepoteza nafasi ile. Nafasi nzuri ya wazi ile ambayo anaipata Donald Ngoma, anashindwa kuitumia vizuri. Wachezaji ambao wako makini sehemu kama zile, unasema mengine, alijitengenezea nafasi nzuri kabisa. Alijitengenezea nafasi nzuri ya kuweza kuiandikia bao timu yake, lakini kama angekuwa ameweza kupress angewaandikia Dar es Salaam Young African goli la kwanza. Ni makosa ambayo atajutia baadaye baada ya mechi. Akili ilikuwa ni ya kukamia zaidi. Ni kweli kabisa. Ali Mustafa, Kevin Yondani, Tabani Kamusoko, Ali Mustafa. Yanga anatandika mkeka uwani. Yanga timu yao iko vizuri katika kuchezea mpira. Unapocheza na club kama Young Africans unatakiwa uwe makini dakika zote, hususan hizi dakika 15 za mwanzo, dakika 20.
uweze kuziwia ili kusudi wasipate goli. Donald Ngoma weka ndani, lakini tolewa nje na kwa ni kona ya kwanza dakika ya 3. Sasa Young Africans ni timu ambayo ina magoli 5 kwenye msimamo wa ligi, ikiongoza kwa idadi ya magoli pointi 6. Tony Kavisha kipanga vijana wake. Kona ya kwanza hiyo, Deus Kaseke anaweka kona ndani kule. Buyi Twite jaribu kuangalia ndani, ndio taratibu. Rona Niyonzima Michael Aidan Boka. Hizi timu zimekutana ona, kocha tayari amesimama mapema kabisa, simama mapema kocha Felix Minziro huwa tuliage kabisa kwenye bench. Kuna kipindi alipigwa 5 hapa kusimama, watu wakajiuliza mengi sana, akasema timu yake ya zamani hii, lakini hii leo mapema baada ya kuona Ngoma kashagongesha mwamba mara moja, anaona ni fursa sasa kusimama. Tabani Kamusoko. Hizi ni timu ambazo katika mara 12 zilivyokutana, Yanga ilishinda mara 8, ikafungwa mara moja, sare zikawa 3 katika michezo 12. Kuanzia tarehe 8 Septemba pigwa mpira wa juu. Jaribio kama haya anaweza kuleta madhara muda wowote ule. Ni kitu kibaya sana kumwachia mchezaji aweze kuwa na mpira ubali wa yadi 3 mpaka 4 kutoka kwako. Mchezaji wajanja kama kina Emmanuel Arnold Okwi, unazungumza maneno mengine. Hakika katika hilo, wachezaji mafundi, unapowaacha hatua mmoja tu, ujue unakaribisha madhara golini mwako. Wanasema man to man, mtu na mtu. Twite Deusi Nadir Twite Tabani Kamusoko Kevin Yondan anamfananisha na Pamba huyu, anamwita Cotton. Taban Samuel Kamuntu, Sadi Kipanga, mpira umetoka nje. Kipanga Sadi, mchezaji wa zamani wa timu ya Rhino Rangers ya Tabora, Mbeya City na sasa JKT Ruvu. Deus Kaseke mpira umekuwa taratibu katika dakika hizi za mwanzo, na kila timu inacheza kwa uangalifu, kila timu inamuogopa mwenzie, lakini JKT Ruvu wao wameimarisha ulinzi zaidi. Yanga ndio ambao sasa hivi wanauchezea mpira. Hamisi Tambwe wanacheza kwa tahadhari kubwa kabisa. Kona ya pili, hii ni ishara ya kushindwa kutoa kona mara kwa mara, ama ni moja kati ya tekniki za mchezo? Ni mashambulizi. Kadri mashambulizi yanavyozidi golini kwako, basi tambua tu kwamba kona nyingi lazima zitapatikana. Kwa hiyo Yanga sasa hivi wanawashambulia sana JKT Ruvu. Haruna Niyonzima anapiga kona, okolewa.
Adil Haru, Kevin Yondan, Simon Pigori Msuva, toka mpira kwa kurushwa kuelekea katika lango la timu ya JKT Ruvu. Simon Msuva ni mchezaji ambaye ana kasi kubwa sana, kwa ni mpira wa adhabu ambao amefanya madhambi, mpira wa adhabu. Leo kama haya, kama angekuwepo Andre Coutinho, sehemu ambazo anajua sana kuzitumia. Maeneo mazuri kwa wapigaji wazuri. Tuangalie Deus Kaseke, Kaseke jaribu, namtoka mkononi, anaudaka tena vizuri tu, amempa mkononi shuti lake lile. Kama angeweza kulipiga pembeni ingekuwa habari nyingine sasa hivi hapa. Jaribio la pili la nguvu ili kwa Dar es Salaam Young Africans. Tony Kavishe ni moja kati ya vijana ambao wako vizuri sana. Kandani kule Ali Mustafa anakimbilia mpira, aka vizuri. Simon Msuva, mfungaji bora msimu uliopita, jaribu kupiga pasi ile inaitwa kazi bure, kimbia sana, pasi butu. Jua unapokimbia sana unatumia nguvu nyingi sana, maamuzi nayo yanakuwa yenye utata muda mwingine. Wapo ambao wanaweza kukimbia na wakafanya maamuzi sahihi. 0-0 kwa timu zote mbili, kwa maana hakuna goli. Niko na Fikiri Magoso hapa, fundi wa zamani wa mpira. Michael Aidan, kona. Michael Aidan ni mchezaji ambaye alicheza Ruvu Shooting Stars kwa takriban misimu mitatu, na msimu uliopita alishuka na timu. Aliwahi kuwa nahodha katika msimu wa 2013-14. Weka ndani, toka na kwa ni goal kick. Hapana, bado mpira hujatoka. Samuel Kamuntu, Ismail Aziz, kona ni 2-1. Kona ya kwanza kwa JKT Ruvu. Bali piga cross, ile mpira ulikuwa kama unatoka nje. Ni cross moja nzuri. Hata hivyo Ruvu JKT walipata nafasi, lakini shuti lilikuwa mtoto la Samuel Kamutu. Amepiga shuti mtoto. Fanya madhambi ya Dar es Salaam Young Africans. Felix Minziro tayari ameshaanza kusimama. Anachotaka hapa leo ni kuhakikisha kwamba timu yake inashinda. Kumbuka JKT Ruvu hawajapata ushindi hata katika mchezo mmoja. Katika michezo miwili ya awali walifungwa na Majimaji, wakaja wakafungwa na Mbeya City. Kandani kule nzuri kabisa, lakini inaokolewa. Hans van der Pluijm, tayari mikono ishaanza kwenda hewani. Piga pasi mkaa, cheza vizuri. George Minja, Nafro Zuber, goal kick. Msimu huu hawajaanza vizuri. Kumbuka msimu uliopita pia JKT Ruvu katika michezo ya awali, mechi ya kwanza walipata sare na Mbeya City ya bila kufungana. Mchezo wa pili wakafungwa magoli 2-0 na Kagera Sugar, mechi ambao walicheza Chamazi. Ya tatu pia wakafungwa 2-1 na Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo kuanza vibaya kwao imekuwa hii ni mara ya pili mfululizo wanaanza vibaya, na safari hii imekuwa ni kubwa zaidi kwa sababu msimu uliopita wao walianza na sare. Tabani Kamusoko, mechi bado imetulia. Young Africans wanacheza asilimia kubwa mechi wameikamata wao.
lakini ndio hivyo, wanashambulia bado hawajaweza kupata goal. Lakini nafikiri tunaweza tukafanya. Simon Msuva. Simon kama jalo safi kabisa ndani kule. Tony Kavisha enda kukamata mpira ule na kwanza dogo mdogo ipo kwenda vijana wa JKT Ruvu. Ni Musa Juma, Michael Aidan aliyeko makini Nashon Haruna Tabani Kamusoko Nadir piga pasi nyingi za mipango alafu matunda hayaonekani. Dakika ya 14 hii Yanga wanawatamanisha JKT Ruvu, wanachezea sana mpira ili wanawavuta muda waweze kucheza counter attack. Kwa hiyo JKT wako makini katika marking zao, lakini kama kwa ni shambulizi la Simon Msuva le. Ni shambulizi moja zuri sana, shambulizi zuri. Alipokuangalia ndani kule chomoka Sadi Kipanga, lakini mambo yanakuwa magumu. Yanga amefika golini mara 4, Ruvu JKT mara 1. Donald Ngoma, Simon Msuva alipokuangalia ndani apiga pasi gani ile? Kulikuwa hakuna haja yote ya Msuva kupiga pasi pale. Yeye anamwangalia goalkeeper, kwa nini asipige shoot? Ni makosa. Na Hamisi Tambo alikuwa tayari ameshaonyesha direction kwamba anakuja kuomba kwenye upande wake wa kulia. Alikuwa na mambo mawili, ama atoe pass ama apige golini, lakini maamuzi ya busara alikuwa yeye lazima apige golini pale. Sehemu kama zile unapopiga golini mara 2 mara 3 lazima utapata goal. Kwa wapigaji wazuri. Nashon Michael Aidan jana wa Ruvu Shooting Stars, kuna baadhi wametua kwenye miamba hii. Huwa wana tabia kusaidiana. Ona sasa nyinyi muje kuongeza nguvu. Unamwona Madenge Ramadhani na yumo. Jana walikuwa na Faki. Timu za jeshi hizi, unatoka hapa unakwenda hapa, unatoka jeshi hapa unakwenda hapa, ili mradi tu uwe uko kwenye kazi hiyo ya jeshi. Donald Ngoma atolewa nje na Martin Kazila. Kuta wa timu ya JKT Ruvu umekuwa tofauti na ule wa msimu uliopita. Wachezaji wengi ambao tulikuwa tunawaona kipindi hiki kuna mambo magumu, akina Emmanuel Sweeta, Kesi Mapande, Amos Mgisa ya ndani kule na ondolewa na Martin Kazira. Nadir Mustafa, shilingi ya chezewe kwenye tundu la msala. Hakika katika hilo ukaweza ukaanguka pale, halafu yakatokea mambo mengine pale, ikawa balaa. Simon Tabani Kamusoko, cheza mpira wa taratibu sana Taban. Michael Aidan, team captain. Toka vizuri Musa Juma. Tweet anamfanyia madhambi. Mchezaji wasumbufu wa uende mpira wewe ubaki. Ni akili ya beki, kwa sababu asingefanya vile ingekuwa madhara kule golini. Kwa hiyo ni afadhali tuweke ukuta tuanze ili tujipange vizuri. Mara nyingi sana wachezaji wanaangalia maeneo gani
Akaona kwamba eneo hili naweza nikafanya maamuzi yoyote isipokuwa ni kutengeneza mazingira ya kupata kadi tu. Ni kweli. Kandani na Fazubel, naweza ukacheza rafu ya kuinusuru timu isifungwe. Ya madhambi Musa Juma. Musa Juma amekuwa msumbufu. Wachezaji kaliba hii ya Musa Juma wako wengi sana na JKT Ruvu. Kuna Ali Bilali, Najim Magulu ambao katika kikosi hiki cha leo hatuwaoni. Menzila amefanya mabadiliko makubwa ndani ya kikosi chake. Ameamini vijana wengi kulikoni watu wake wale wa zamani. Hebu tumwangalie nini maana yake. Michael Aidan piga mpira wa adhabu mzuri kabisa, unatoka nje, goal kick. Alikuwa nahodha wa Ruvu Shooting Stars na sasa ni nahodha wa timu hii ya JKT. Piga mkwaju. Ni faulu ambayo haina madhara, hakuweza kulenga goal. Faulu kama zile kama zinapata wapigaji wazuri, ni maeneo mazuri, tunaweza tukawa tunazungumza mengine kwa kipindi kama hiki. Simon Boytwite, Deus Kaseke, Tabani Kamusoko. Tabani nafasi nzuri anaitengeneza. Tabani tena. Fanyiwa dhambi ya Misi Tambo. Ni eneo zuri kwa wapigaji wazuri. Ni eneo zuri kwa wapigaji wazuri, nafasi nzuri. George Minja yule analalamika kwa mwamuzi Anthony Kayombo. Ni faulu kweli. Kulalamika wachezaji ni kawaida yao, lakini ile ni faulu dhahiri kabisa, wala refa hakufanya upendeleo wa aina yote. Kujihami kunasaidia kidogo. Kunasaidia na kuna wakati ya kusaidii, kwa sababu unaweza ukatafuta kadi ya njano pasipokuwa na sababu yoyote kwa mwamuzi. Kuna mwamuzi mwingine ukijihami anakuona ndio una busara zaidi, mwingine anakuona wewe mkorofi. Mwamuzi yoyote ukiwa unampigia kelele lazima akuone wewe ni mkorofi. Yeye akishapuliza filimbi yake ni kumwokotea mpira, kumpa kuanza ili mpira uendelee. Yuko pale Tabani Kamusoko, Haruna Nionzima na Boytwite. Jaribu kuangalia kwa makini, fanya uchunguzi wa kina kabisa. Faulu kwa kweli kwa mpigaji mzuri hapo. Kwa ni mkwaju kwa maana hesabu zake nzuri. Hesabu zake zilikuwa nzuri, ndio hivyo, bahati tu haikuwa yake, lakini hesabu zake zilikuwa ni hesabu hakika kabisa. Ya mkwaju makini kabisa. Tabani Kamusoko ni miongoni mwa wapigaji faulu wazuri. Niliona faulu ya mechi kati ya Prison na Yanga ambayo loose ball yake alifunga goli Hamisi Tambwe, alipiga yeye Kamusoko. Maeneo kama yale na aliwahi kuwadhuru Yanga hapa katika mechi ya Yanga na Platinum. Hakika katika mechi ambayo alicheza Yanga wakashinda magoli 5-1. Alipiga faulu ambayo ilisababisha bao, na ndio maana macho ya Yanga Africans yakamuona na akasema wewe njoo ucheze Dar es Salaam Yanga Africans. Kanavaro, Mwenye Haji, na kucheza vizuri mpira Martin Kazila. Simon Msuva, Haji Mwinyi, Msuva tolewa na Martin Kazila. Msimama imara kweli kijana huyu. Yanga wanalishambulia lango la JKT Ruvu, wanataka kutikisa nyavu za JKT Ruvu. Unapocheza na klabu kama Yanga